rais wa muungano wa visiwa vya Komoro. Yeye ni rais wa bunge la Komoro, lakini pia ni kiongozi mwandamizi wa pili wa dola. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunaye pia Mheshimiwa Anzuluni Iseletiso Floribet, waziri wa ushirikiano wa kikanda na mjumbe maalum wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunao pia waheshimiwa makamu wa rais wastaafu. Asante. Tunao pia waheshimiwa marais wastaafu wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tunao pia mawaziri wakuu wastaafu. Mheshimiwa Rais, tunaye pia mheshimiwa mawaziri wa mambo ya nje kutoka Jamhuri ya Djibouti. Tunaye pia waziri wa mambo ya nje kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Jamhuri ya Botswana. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Mheshimiwa Engineer Sherif Meji Al-Shebi, waziri wa nyumba na maendeleo ya makazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Misri. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunaye pia Jaji Mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tunao pia wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais, tunao pia wakurugenzi kutoka Tanzania, na vile vile tunaye mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mheshimiwa Rais, tunao pia wageni kutoka vyama rafiki kikiwemo Frelimo na CNDD-FDD na vyama vya siasa nchini. Mheshimiwa Rais, tunao pia waheshimiwa mabalozi, wakuu wa taasisi na mashirika ya kimataifa. Tunao pia wawakilishi wa nchi mbalimbali. Mheshimiwa Rais, tunao pia wabunge wateule. Tunao wawakilishi wateule na madiwani wateule. Mheshimiwa Rais, tunaye pia makamu wa pili wa rais mstaafu wa Zanzibar. Tunaye pia Mheshimiwa Waziri Kiongozi mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa Rais, tunao pia wagombea urais wenza. Mheshimiwa Rais, tunao pia wakurugenzi watendaji wa vyombo vya habari, wahariri pamoja na waandishi wa habari. Mheshimiwa Rais, kusanyiko hili pia limekusanya machifu pamoja na wazee wa kimila, wasanii na wananchi wote wanaofuatilia sherehe hizi katika vyombo vya habari mbalimbali. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, baada ya utambulisho huo, basi kwa heshima na taadhima ninakuomba nimkaribishe Rais wa Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye aweze kutoa salamu. Karibu Mheshimiwa Rais. Evariste Ndayishimiye, Perezida w'u Burundi, nawe gira afate ijambo muri bino birori. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali mbalimbali, mabibi na mabwana, ni heshima na furaha kubwa kwangu
kusimama mbele yako Mheshimiwa Rais na mbele ya umati wa watu wa kiwango hiki. Kwa niaba ya Warundi na kwa niaba yangu binafsi, ninakuomba upokee mapongezi yangu na dhati kwa ajili ya sherehe ya kuapishwa kwako kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ningependa kuwapongeza ninyi raia wote wa Tanzania kwa jumla kwa namna mlivyopiga kura. Katika ulimwengu wa leo, mnajua kwa wananchi upigaji kura ni kama mtihani. Mumefaulu mtihani, hongera sana. Tunawaahidi kama Warundi kuwa pamoja nanyi na kutumika pamoja na viongozi wenu katika harakati zote ambapo tutahitajiwa. Mheshimiwa Rais, Warundi na Watanzania ni ndugu, na undugu huyo sio kitu kilichoanza leo, bali ni kabla hata kupata uhuru. Baada ya nchi zetu mbili kupata uhuru, Tanzania imepokea na kuwahifadhi raia wengi wa Burundi, hata tunajisikia nyumbani. Kutokana na mawasiliano wa urafiki vilivyopo baina ya raia wa Burundi na Watanzania, furaha ya Watanzania leo ni furaha ya Warundi. Mawasiliano hayo yana msingi ya historia ndefu ambayo Warundi na Watanzania wanachangia. Licha ya kuwa jirani, tuko ndugu, tuko pamoja kama mti na gamba. Ni mwendeo unaostahiki kuigwa na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Rais, amani haina bei, na Watanzania mumeelewa vizuri msemo huu, kwani kutoka zaidi ya miaka 60 Tanzania iliendelea kuwa mfano wa amani na utulivu, umoja na maendeleo. Kwa hiyo katika muhula unaoanza leo na hata baadaye, tunaitakieni Tanzania kuendelea na mfumo huyo, yaani nchi ya amani, utulivu, ukarimu, maridhiano na maendeleo. Kwa upande wangu kama rais na kwa niaba ya Warundi wote, ninajitolea kuendelea na miradi ya maendeleo tunayoichangia na Tanzania. Ningependa pia kuzungumzia umuhimu wa kuzingatia na kulinda usalama wa mipaka ya nchi zetu, tukitumika bega kwa bega. Vile vile ni sharti tuzingatie umuhimu wa kulinda usalama wa raia wetu dhidi ya tisho lolote linaloweza kusababisha vurugu katika kanda letu. Mwibuke yuko hariho imyiyerekano muri Tanzania. Nubwo avuga ivyo, ya kwamba chini ya uongozi wako wenye maono maalum, Tanzania itaendelea kuwa nyota kwenye njia ya kudumisha amani, kuimarisha maendeleo na umoja wa kikanda. Kwa kumaliza, Mheshimiwa Rais, ninasisitiza mapongezi yangu kwa sikukuu hii
ninakutakia tena kila la heri katika utimilifu wa dhamira kuu, dhamira ya kuwa nyota ya raia wa Tanzania hata na bara Afrika. Mwenyezi Mungu abaki nanyi wa Tanzania leo na hata milele. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Burundi, na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia. Thank you very much, Your Excellency, our dear sister, President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellencies, heads of state and government from different countries, former presidents, prime ministers that are present here, our cabinet colleagues from Tanzania, from the countries that are represented here today, and indeed government officials, yes, from Tanzania, but from our other countries. May I say, distinguished ladies and gentlemen, today is a very important day for the people of Tanzania. Murabona imyigaragambyo muri Tanzania. Iyi ni imyigaragambyo baturira imiduga mugabo bo na mahoro tekana. Border Tanzania, our regions, Southern African Development. Una mahoro mutekano dore. I do believe East African community, Dore. the African Aha ngona mahoro mutekano koko. and the world at large. We celebrate our sisters' ascension once again to the presidents of the United Turabita gusomera abantu basemerera. Congratulations to you, Madam President. Congratulations to your teams, team members, Vice President, who has been sworn in together with you today. But we also celebrate, we want to indicate that we celebrate with you, we congratulate you, we celebrate with you the importance of the United Republic of Tanzania moving as one country. This is very important. Peace, security, stability of Tanzania. Peace, security, stability of our countries in the region. As we know, instability anywhere is instability everywhere. We do understand the importance of maintaining peace and stability in our individual countries. We do understand that if we lose peace in one country, we're all affected. And that is very important. The Republic of Tanzania knows this too well. The people of Tanzania know this too well. In the struggle to liberate, to seek, to achieve independence in the Southern African region, this struggle was anchored by Tanzania and Zambia, hosting liberation movements. And we knew the importance then, the leaders before us knew the importance of ensuring that our neighbors were independent. Because if they were not, we were all affected. Somehow we got bombed, somehow we got several negatives going on. We understood it then. We understand it more now. I want to cite
how we've worked together in Cabo Delgado, northern Mozambique, SADC, putting our men and women in uniform and civilians together to support Mozambique. We know what we've been going through to support Congo DR in Eastern Congo. The importance of bringing that part of our region to a level where it will be integral to the maintenance of peace, security, and stability. We know the value of peace, security, and stability. I want to appeal to the people of Tanzania, mainland, Zanzibar, Pemba, and others, that what you have enjoyed over years, decades, must be protected at all costs. At all costs. You cannot try the opposite. You cannot experiment the opposite. To have a breakdown in the rule of law, law and order. You don't have to look too far. Just look at countries that are afflicted by this menace. I call it a menace. And once you lose it, you probably never regain it properly. It will linger on and destabilizing children in school, destabilizing families, essentially taking away the time, the resources, and all the efforts meant for development. That's the quest I decided to place on the table today. And that all of us in this region, on our continent, must work day and night tirelessly to maintain peace, security, stability for development. Very simple. Peace, security, stability for development. And there's a lot to be done on the developmental side of the equation. When we are challenged, when we have complaints, we have problems, let's come to one table only. That's the dialogue table. The dialogue table. That's the one which we should use, we should invoke to deal with our challenges of any kind. Madam President, I want to indicate that our political party in Zambia was in opposition for 23 years. I led our party of those 23 years, 15 years. I lost many elections. I had the motivation to go in the streets when we felt that we did not get treated properly during elections. I was always the first one to say, no one goes in the streets. No one. Those who supported us genuinely complained, particularly 2 elections, that I took the responsibility and the leadership that I cannot send my men and women, citizens of Zambia, in the streets to damage property, to kill somebody, because that blood will be on my hands. And I said, we will use democratic processes. And we did. And we were patient. Today we've been privileged to lead our country. And we inherited a country which is peaceful. It's our duty to keep our country peaceful and hand it to those who come after us in peace. That's my call to my brothers and sisters in Tanzania. Zambians are with you. They understand the challenges, the pain, the opportunities as well, which are many. Take the side of opportunities, and everything will be okay over time. Remember, God's time is the best. God's time is the best. When we hear, we'll be focused on creating opportunities for our people, including young people, the Gen Zs.
The only way we can take care of them is to send them to school, give them skills, give them opportunities for jobs, for business, and indeed others. Madam President, once more congratulations, and we wish you well as you lead all the Tanzanians, including those who didn't vote for you. Find space, find systems to reach out to them. But you have our best wishes, and we look forward to cooperating with you. We in Zambia are doing a lot of work together with Tanzania, joint projects, Tazama, Tazara, which we have just agreed to rehabilitate, to move our goods and people easier across the countries. We're indebted to Tanzania. When we needed access to the sea during the independence struggle of Southern Africa, our routes were shut down. President Nyerere, President Kaunda, with the support of cooperating partners, made Tazama possible, made Tazara possible. We will continue walking that journey. All the best. God bless you. God bless the people of Tanzania. Thank you very much. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuombe uniruhusu niwatambulishe mabalozi ambao tuko nao hapa. Tunaye balozi wa Falme za Morocco, tunaye balozi wa China, tunaye balozi wa Kenya, tunaye balozi wa Burundi, tunaye balozi wa Rwanda, tunaye balozi wa Misri, tunaye balozi wa Libya, tunaye balozi wa Cuba, tunaye balozi wa Zimbabwe. Mheshimiwa Rais, tunaye balozi wa Indonesia, tunaye balozi wa Qatar, tunaye balozi wa Oman, tunaye balozi wa Russia, tunaye balozi wa Korea, tunaye balozi wa Iran, tunaye balozi wa Uturuki, tunaye balozi wa visiwa vya Komoro, tunaye balozi wa Algeria, tunaye balozi wa Brazil, tunaye balozi wa Saudi Arabia, tunaye balozi wa Japan, tunaye balozi wa Angola, tunaye balozi wa Ufaransa, tunaye balozi wa Somalia, tunaye pia balozi wa Uganda, tunaye balozi wa Afrika ya Kusini, lakini pia tunaye balozi wa DRC. Naomba tuwapigie makofi. Mheshimiwa Rais, adhara hii pia tunaye Bi Susan Ngongi na Mondo. Huyu ni mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa hapa Tanzania. Tunaye Shigeki Komatsubara, mwakilishi mkazi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa. Tunaye pia Dr. Alex Gasasira, huyu ni mwakilishi mkazi wa shirika la afya duniani. Tunaye Bi Caroline Mugala, mkurugenzi wa ILO, shirika la kazi duniani. Mheshimiwa Rais, pia tunaye Bi Catherine Gifford, mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya wanawake. Mheshimiwa Rais, pia tunaye Bwana Mark Brian Schreiner, mwakilishi mkazi wa UNFPA. Tunaye Bi Elke Wilsh, mwakilishi mkazi wa UNICEF. Lakini pia ni kuomba uniruhusu nitambue uwepo wa Bwana Ronald Tran Bahui, huyu ni mwakilishi mkazi wa shirika la chakula duniani. Mheshimiwa Rais, pia tunao wawakilishi wa heshima. Tukianza na Mheshimiwa Hussein Hamadi, mwakilishi wa heshima kutoka Sierra Leone. Tunaye Mheshimiwa Kalpesh Mehta, mwakilishi wa heshima kutoka New Zealand. Lakini pia tunaye
mwakilishi wa heshima Shekhar Kanabar kutoka Lithuania. Mheshimiwa Rais, napenda pia utambue uwepo wa waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufani, lakini pia tunaye jaji kiongozi na majaji wa mahakama kuu. Ninashukuru sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, naomba sasa kuwatambulisha wagombea wa kiti cha urais cha mwaka 2025 kutoka vyama mbalimbali vya siasa ambavyo idadi yao ilikuwa ni 17 na ambavyo vilishiriki uchaguzi mkuu. Chama cha NCCR Mageuzi, chama cha Chauma, chama cha NRA, chama cha NLD, chama cha SAU, chama cha UDP, chama cha DPRI, chama cha Demokrasia Makini, chama cha CURF, chama cha ADA TADEA, chama cha TLP, chama cha CCK, chama cha ADC, chama cha UMD, chama cha AAFP, chama cha UDP na mwisho chama cha CCM. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, baada ya utambulisho huo, kwa heshima na taadhima, nikukaribishe sasa uweze kulihutubia taifa la Tanzania. Karibu Mheshimiwa Rais. Umunsi Perezida Samia Suluhu Hassan aramutse arahira Waheshimiwa tukae. Ni Perezida arahiye, induru ziko ziravuga, imigumuko myinshi muri Tanzania, akajagari kenshi cyane. Reka rero dukurikire ibijanye n'indahiro ya Samia Suluhu Hassan mu yindi video muza kubona mu kanya ikurikira. Ndabashimiye, reka tugaruke.